kuikopi na kuipaste kuelekea kwenye mchezo dhidi ya RS Berkane kidogo tu. Kuna vitu ambavyo anahitaji kuweza kuviongeza kwa maana kwamba lakini performance hii si waihamisha hivi ama inakuwaje? Kwa vitu ambavyo anatakiwa kuadjust. Unajua unapozungumza RS Berkane miongoni mwa timu ambayo ni bora sana barani Afrika. Kwa hiyo pamoja na performance hii kwa bora namna hii lakini haitoshi kwa RS Berkane. Kwa performance hii haitoshi kwa Simba kwenda kucheza na RS Berkane. Kuna vitu ambavyo anatakiwa kuweza kuadjust. Unajua wanakwenda kucheza na miongoni mwa timu ambayo ni bora sana kwenye ligi ya Morocco. Ndio mabingwa kwenye ligi ya Morocco. Hii ndio timu ambayo imefunga mabao mengi kwenye michuano ya CAF Confederation Cup, lakini pia ndio timu ambayo imefungwa mabao machache kwenye michuano ya CAF Confederation Cup. Nadhani wamefungwa mabao mawili kama sio matatu kwenye CAF Confederation Cup. Kwa ukiangalia ni timu ambayo imebalance kwenye maeneo yote. Wanafunga sana, lakini pia wana uwezo wa kuzuia vizuri. Kwa wakiongozwa na beki wao Isufa Dayo, ni miongoni mwa mabeki ambao amekuwa bora sana. Kwa hii ni performance bora ya klabu ya Simba kutokana na mpinzani ambao alikuwa amecheza naye. Lakini unapokwenda kucheza na RS Berkane hautakiwi kuwa na baadhi ya makosa ambayo leo alikuwa amefanyika. Yes, itakuwa ni ngumu sana mashabiki wa Simba kuweza kukumbuka makosa ambayo timu yao imewafanya kwa kuwa tu wamepata ushindi wa mabao 5 kwa moja. Lakini kuna baadhi ya makosa ambayo walikuwa wanafanya ambayo wameshindwa kuadhibiwa kwa kuwa wanaocheza nao ni Pamba Jiji. Unapoenda kucheza na club kama RS Berkane wakina Yusuf Melil, unahitaji kuweza kuwa bora zaidi kuliko ulivyokuwa leo. Yani hiki ambacho amekifanya leo wanatakiwa kupandisha socks angalau kwa 70% ili waweze kwenda kumatch na ubora wa RS Berkane. Sawa, bana dakika